Ninafahamu kwamba ikiwa wewe umenuia kwamba uweze kusoma Biblia taratibu, basi unafurahia jinsi ambavyo unavyoendelea kuona sura za Biblia zikiendelea kutiririka hapa kila siku. Sasa na mimi ninafurahi vile vile tunavyokwenda taratibu hivi hivi ili tusichoke, kwa sababu kama tukienda haraka sana basi tutachoka. Na mimi sitaki tuchoke, lakini nahitaji tuende taratibu mpaka tumalize. Sasa hii siku ya leo tunasoma sura ya 23 ya kitabu cha Mwanzo. Hii ni sura ambayo ina mistari 20 peke yake. Ni moja ya sura ambazo ni fupi sana. Ni moja ya sura fupi. Sasa tutakwenda pamoja tusome katika sura hii ya 23 mstari kwa mstari mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Na kukaribisha tuweze kusoma pamoja kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi umri wa Sara ulikuwa miaka 127, ndio umri wake Sara. Sara akafa katika Kiriath Arba, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombolezea. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazawa wa Hethi akinena, mimi ni mgeni, ninatembea kwenu. Nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu atoke mbele yangu. Wazawa wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia, utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake usizike maiti wako. Ibrahimu akaondoka, akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazawa wa Hethi. Naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombee kwa Efroni bin Sohari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu iwe milki yangu ya kuzikia. Basi Efron alikuwa akiketi kati ya wazawa wa Hethi. Efroni Mhiti akamjibu Ibrahimu, na wazawa wa Hethi wanasikiliza, hata watu wote waingiao mlango wa mji wake, akisema, sivyo bwana wangu, unisikilize. Lile shamba nakupa, na pango iliyomo nakupa. Mbele ya wana wa watu wangu nakupa uzike maiti wako. Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi, akamwambia Efroni na watu wa nchi wanasikiliza akisema, tafadhali unisikilize, nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Ibrahimu akamjibu Efroni akamjibu Ibrahimu akamwambia, bwana wangu, unisikilize. Sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha 400 ni nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Ibrahimu akakubali maneno ya Efron. Ibrahimu akampimia Efroni ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazawa wa Hethi, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Basi shamba la Efroni lililokuwa katika kuelekea Mamre, shamba na pango
iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani, iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliyakinishwa. Viliyakinishwa kuwa mali ya Ibrahimu mbele ya wazawa wa Hethi, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake. Basi baada ya hayo, Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndiyo Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Na lile shamba na pango iliyomo iliyakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazawa wa Hethi, kuwa mahali pa kuzikia. Msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura yetu hii ya 23. Na sasa nikukaribishe katika sura ya 24. Usichoke, twende sambamba mpaka pale ambapo tutakapomaliza Biblia yetu. Basi msikilizaji, hapo ndio mwisho wa sura yetu ya 23. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.